Mambo vipi mtazamaji wa Crown Digital? Tuko hapa Masaki kwenye event ya Nifa Cosmetics, mfanya biashara ambaye amefungua biashara yake nyingine. Kuna hapa tuzungumze naye. Mambo Nifa, poa. Hongera sana kwa leo. Asante sana. Nifa, bila nataka kujua kwa kitu kimoja. Wewe unajitofautishaje na wafanya biashara wengine? Wewe ukiniangalia kaka unahisi tofauti. Naona ni mfanya biashara wa kike kwanza, mwenye nguvu ya kimitandao, lakini pia anayejijua position yake. Kuna wafanyakazi amini wa biashara wengine wa kike, wewe unajitofautishaje nao? Yaani unawezaje kumaintain kuwa hapa kila siku upo, hata wakiongea bado upo na unaendelea kuwa mkubwa kila siku? Kwa sababu Mungu ananitumia mimi kutimiza kusudi lake. That's what differentiates me. And nimewahi kulijua hili kwamba mimi sija kuwepo hapa duniani just for no reason. There's a purpose that Mungu anataka mimi nilitimize, na ndio maana niko hapa. Life without a purpose is nothing. So mimi I know my purpose, and bado naisikiliza sauti ya Mungu kujua ana dhumuni gani kwangu ambalo anataka siku nikiondoka duniani Watanzania wabaki nalo kichwani. Okay. Yeah. Hongera sana kwa Nifa Sense. Thank you. Idea imetoka wapi? Idea imetokana na mimi kwanza kupenda kunukia kwa msafi, you know. Yes, lakini pia idea imetokana na kwamba mtu yote akiambiwa you're not smelling good, huwezi kuwa confident, right? Unakuwa unaona kama kuna kitu kina miss, unakosa yani ile pride yako inapotea, unaelewa? So I want people to feel good. Kwamba hata ukiingia kwenye chumba, before you say anything, mtu anaweza akageuka angalie, who is this? Ukiondoka kwenye lift, mtu anajiuliza nani katoka huko, unaelewa? That's why nikasema I want something like this ambayo itamu-identify mtu kutokana na kwanza smell yake, the way ana smell before aseme kitu chochote. Yeah. Kama role model wa wasichana wengi wa kike hapa Tanzania, una kitu gani cha kuambia? Kwa sababu sasa hivi watu wengi sana wanamtazama Nifa, wanatamani kuwa kama Nifa, lakini labda wanashindwa kutokana na challenge mbalimbali. Unawaambia hasa wasichana wa kike? Kwanza, kama wewe ni msichana wa kike na haupati challenge yoyote, trust me, hamna unachokifanya. Inabidi upate changamoto. Yaani inabidi upate changamoto. Kama wewe unaona unafanya vitu vyako na vinaenda hivi, wewe bado. Inabidi upate changamoto. Inabidi kuna siku uamke ushindwe kula. Inabidi kuna siku ujifungie chumbani upige kelele, ulie upige kelele. Inabidi kuna mtu siku akuchukie bila sababu. Inabidi kuna siku uwe na vitu vizuri na vyote mtu asinunue hata kimoja. Inabidi kuna siku wewe ndio una qualify kupata kazi fulani, uende na hiyo kazi wa kunyime. Inabidi yani you have to go through that. And that's how you become great, because trust me, kitu kilichonifanya mimi leo nisimame hapa, it's not because people were telling me you're so good at this, you're so good at this. No, it's because some people told me you can't do it. It's because some people thought we're just dancing on the internet, tuko labda kuchambana mitandaoni, tuko kukurushana maneno, tuko kusikiliza scandals, hii imetoka hivi. No. So wewe watakapokosea hawa ambao wanatazama kama role model, ni kujibu kwa maneno. Yaani mtu akwambia wewe uwezi nini, mwache aongee kwa wakati ule apate ushindi. Jipe muda wako, miezi 2 3, jitengeneze, jifinyange. Alafu akija unaweza kumwajiri huyo anayesema wewe ulikuwa unatafuta tu mtandaoni, au wewe unatafuta tu attention, au wewe una kiherehere, au wewe una nini. So wanisikilize vizuri hapo. I'm very sure kuna kitu watakipata. Nifa, wakati mitandao ya kijamii imeleta nguvu sana, kama nyinyi mnaweza kutangaza biashara zenu, watu tukawafuatilia, upande wa pili imekuwa na disadvantage. Kuna watu wanapata depression. Sasa natamani kujua umesha kupitia depression kutokana na mitandao ya kijamii? Nisiwe muongo, mimi nimezungukwa na watu sahihi sana, mashallah. Kwa hiyo kupata depression kwenye mtandao sijawahi, lakini kuna vile depression vya kawaida ambavyo nilikuwa navipata mwanzo. Kwamba kuna kitu kinatokea unaona yani watu wanakupressure, jamani, unaelewa? Lakini mimi nimezungukwa na watu sahihi sana, kuanzia mamangu mzazi, mdogo wangu, wafanyakazi wangu, marafiki zangu, watu nawatazama kama baba, kama uncle. Nimezungukwa na watu sahihi sana. Kwa hiyo kuna most of the times wako wanani-empower, yani kitu kikitokea wanakuambia kwenye moyo wako unajua uko hivi, unajua kabisa siko hivi, then why are you worrying? Don't worry, be fine. Hata leo wakati tunakuja hapa nilikuwa itakuwaje nguo calm down. Yani waga wananiuliza can you control the situation? Yani kwa mdada yoyote au mtu yoyote anayepitia depression kwenye mtandao, hiyo kitu kinachokupa depression unaweza kukicontrol. Yani ukiambiwa kicontrol unaweza kukicontrol. If you can't control it, leave it to God and be happy and just be fine. You can basi kuna vitu sema nitaambiwa mtumishi, lakini yani kama situation huwezi kuicontrol, mwachie Mungu, nenda kasali,
kula nyama, oga, pendeza, ingia kwa soko. Yes. Nipe la mwisho japo soko umuhimu. Wewe ni mtu ambaye unaandika sana mitandaoni kuhusiana na mahusiano. Mimi mwenyewe huwa nasoma zile hapo bwana. Jamani, tuombe. Jamani, omba upate mke. Nipa anataka kuja kuwa na mwanaume ambaye yuko vipi kwa sasa? Maana nina uhakika wanaume wanakuogopa kwa Nipa na muendeaje? Mimi sifa kubwa sana ambayo natamani mwanaume wangu awe nayo ni uongozi. Okay. Mimi napenda kuongoza. Sio kuna utofauti wa kuongozwa na kuwa controlled. I don't like a controlling man, but I love a leader. Kwamba ukiwa kwenye maisha yangu utaniambia, mimi nishasema mimi nakuwa na majibu yangu kichwani ambayo naamini ni majibu sahihi. Kwa hiyo naweza nikaja kukuomba ushauri, nikusikia tu utasemaje, lakini nikaenda kufanya kile ambacho ninacho kichwani. Kwa hiyo ili wewe uweze kunibadilisha mawazo, inabidi niwe ninakuamini maamuzi yako kutokana na lifestyle yako unavyoishi. Unanielewa? Yaani ni sawa na mtu ambaye unataka kucheza bilioni 1 uende kumwomba ushauri mtu ambaye hajawahi kuwa na milioni kwenye account. Lakini kama wewe una bilioni 5 nikija kukuomba ushauri napataje bilioni 1? Of course ukinishauri naweza nikapiga attention kwa nini? Nikakusikiliza. So a man that I want in my life has to be a leader. So I can be feminine and he can enjoy the fullness of me. Lakini pia awe na hela kwa kweli. Money, clock it. Na la mwisho kwa mashabiki zako na watu wanaokutazama kupitia Crown Media, muda huu nawaambia kitu gani? Nawaambia kwamba nawapenda sana. Nifa Sense iko maduka yetu yote sasa hivi, Sinza, Dodoma, Kigamboni. Jamani mkaribie sana and let's support Crown. Wamekuja kwenye jambo letu. Please like the videos, follow, comment, subscribe, everything. Yeah.